kuna baadhi ya vitu tukiwa navyo katika maisha yetu, hata viwe vidogo, hali kama hii ya anxiety na humum na ghumum huwezi kuwa nayo, au itakuwa inakupitia mbali siku zote. Vitu vinane, mambo manane, jitahidi katika maisha yako yote uvitafute hivi. Vinne ni vizuri na vinne ni vibaya. Vinne vitakupa furaha na kukuondoshea huzuni, na vinne hivyo hivyo vinaweza vikawa ni sababu ya wewe kupata majanga hayo ambayo huyu mtu kayachora picha kama sukur na farisa. Kwa hiyo siku yote kijana, ukipata uwezo, ukipata wepesi, ukipata njia, haya mambo manne yafanye haraka, ili usije ukakutana na hali hizi mbaya ambazo tunazizungumzia. Cha kwanza, ukipata uwezo wa kuoa mke mzuri, mwenye dini, mwenye nafasi nzuri ya kukuelewa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fanya hivyo haraka sana, usisubiri. Ndio maana Mtume akasema arba'un min as-saada, mambo manne yatakuletea furaha. Japokuwa furaha ya dunia sio ile ya kudumu moja kwa moja, lakini kwa kadri ya kiwango kizuri ambacho kitakupa furaha, anza na hapo kwanza. Vijana wengi wananielewa kwa sababu sisi ni wanaume. Baba yetu Adam alipoumbwa peke yake, ulama wa tafsiri wanasema kana yamshi fil jannati wahidan faridan wa kaannahu stawhash, alikuwa anatembea tembea tu pale peponi, anakwenda huku anarudi huku peke yake mwenyewe, kana kwamba alipata loneliness, kwa sababu alikuwa nani? Peke yake. Hizo ghamu zilizonidhibiti mimi na kunivamia ni kana kwamba ni mfano wa nini? Kaannaha wa kaannahunna farisa. Farisa ndo wale wanyama wakali wale. Hapa ndo tunatolewa tashbih, mushabbah, mushabbahun bihi, adatu tashbihi, wajhu shabahi, na zinakuja zile balagha, anakuambia hii ni majaz au majaz aqli au ni majaz kitu gani, vitu kama hivyo unaambiwa utohoe hapa ndani. Ni picha nzuri, lakini ukiigeuza katika mambo, huyu mtu anaabir, ana explain wakati mgumu sana anaopitia. Kuna kitu katika sauti inaitwa maqamat. Ukisoma ilmu ya tajwid, wenyewe wale mabingwa wana kitu wanakiita maqamat. Zile maqamat zile, Nahawandi au Hijaz au Bayati au Sika au Ajmi au Saba, zile ziko 8, na kila maqamu ina kitoto chake, yani ina vitoto vyake. Ukisikia wale wasomaji wa Qur'an, usifikirie wanasoma tu, wenyewe wanajua namna ya. Sasa kuna maqamu moja inaitwa Saba. Hii maqamu ya huzuni. Mara nyingine unamwona ule msomaji anasoma, lakini kama ana huzuni fulani. Sauti hii ukisikia unaweza ukatokwa na machozi bila hata ujui anachokisoma wala maana yake hujui. Zile sauti tu namna zinavyokuja. Na hii picha hii ya huyu bwana anavyowaelezea hawa watu, bila shaka akikueleza tu mambo yake, unajua huyu anahitaji mtu anaitwa psychiatrist, au anahitaji ushauri na saha, anahitaji kutolewa hapa. Baada ya muda mchache tunaweza tukampata hospitali ya wenda wazimu, au tukampata amejifungia milango akapatwa na kitu kinachoitwa depression ikampelekea. Na huu ni ugonjwa wa watu wengi, hususan watu wasiomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka akajitia kitanzi akajiua. Kwa sababu ya nini? Ya matatizo. Kwa anasema hamat ala nafsi alghumum wa kaannahunna farisatun wa suquru. Kisha akamaliza ubeiti wake, matatizo yalivyonivamia na hali ilivyokuwa nzito kwangu ni kama wale iguli, wanyama ndege wale wakali wale, wanaweza wakabeba hata kondoo, namna alivyokuwa mkali na namna makucha yake yalivyokuwa na mdomo wake ulivyokuwa sharp. Basi anamfananisha mawazo yaliyomvamia kama yule eagle au iguli, falcon wale na mwewe na aina ya ndege hawa ambao wanakuwa kuja mara moja kumnyakua, wanaweza wakanyakua hata kitoto wakakibeba wakaenda nacho.
Anasema matatizo yake ni kama mfano wa hicho kitu, kaannaha wa kaannahunna farisatun wa suquru. Suqur ni jamu ya saqr, ambaye ndo huyo mwewe au eagle au falcon au kipanga tunaowazungumza. Kisha akasema ya lailu, ya lailu, ewe usiku. Anazungumza na usiku, anasema aina nur, ewe usiku, mwangaza uko wapi? Yani kwa nini hakuchi? Yani mtu anayefika usiku akawa anapata matatizo ndani ya usiku, pengine wanga, majambazi, wezi, wachawi, wote hawa wamemzunguka usiku kucha, mpaka anatamani asubuhi angalau ifike au ni mwangaza apate kuokoka na haya matatizo yaliyomkabili. Anasema ya lailu aina nur, iko wapi nuru? Hal tanqadi, utapita we usiku, utaondoka, kiza kitakwenda. Am laisa ba'daka nuru, au hakuna nuru tena, mimi ndo nimekwisha. Anazungumza na usiku. Hii ni image huwezi ukaifahamu mpaka mtu ambaye umeishi katika matatizo, kwa sababu la ya'rifu shaukata illa man yukabiduha. Mtu hajui mwiba unavyochoma isipokuwa yule ambaye umemchoma siku moja. Kama umewahi kupata matatizo aina hii, ukatamani kuche, ukatamani yaondoke, ukaona kama umevamiwa na wanyama wakali, ukawa unaongea mwenyewe peke yako, unaongea bila ya breki, unasema hovyo, umekuwa umechanganyikiwa, utajua huyu mtu anachomaanisha ni kitu gani. Ninachotaka kusema, kuna baadhi ya vitu tukiwa navyo katika maisha yetu, hata viwe vidogo, hali kama hii ya anxiety na humum na ghumum huwezi kuwa nayo, au itakuwa inakupitia mbali siku zote. Vitu vinane, mambo manane, jitahidi katika maisha yako yote uvitafute hivi. Vinne ni vizuri na vinne ni vibaya. Vinne vitakupa furaha na kukuondoshea huzuni, na vinne hivyo hivyo vinaweza vikawa ni sababu ya wewe kupata majanga hayo ambayo huyu mtu kayachora picha kama sukur na farisa. Kwa hiyo siku yote kijana, ukipata uwezo, ukipata wepesi, ukipata njia, haya mambo manne yafanye haraka, ili usije ukakutana na hali hizi mbaya ambazo tunazizungumzia. Cha kwanza, ukipata uwezo wa kuoa mke mzuri, mwenye dini, mwenye nafasi nzuri ya kukuelewa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fanya hivyo haraka sana, usisubiri. Ndio maana Mtume akasema arba'un min as-saada, mambo manne yatakuletea furaha. Japokuwa furaha ya dunia sio ile ya kudumu moja kwa moja, lakini kwa kadri ya kiwango kizuri ambacho kitakupa furaha, anza na hapo kwanza. Vijana wengi wananielewa kwa sababu sisi ni wanaume. Baba yetu Adam alipoumbwa peke yake, ulama wa tafsiri wanasema kana yamshi fil jannati wahidan faridan wa kaannahu istawhash. Alikuwa anatembea tembea tu pale peponi, anakwenda huku anarudi huku peke yake mwenyewe, kana kwamba alipata loneliness, kwa sababu alikuwa nani? Peke yake, anakwenda huku anarudi kule, yuko mwenyewe tu. Alipoumbiwa mwenzake, fa khalaqa minha zawjaha, hapo sasa akaanza kubadilika Adam, akaonekana mtu mwingine. Ndio maana Allah anasema ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Hii nafsi ya Adam Allah akaitoa mwenzake ambaye ni mama yetu Hawa, na alivyomuumba tu akachora image ya kukuonyesha kwamba wewe mwanamume umesababishiwa utulivu na kutulia kuletewa huyo mwanamke pembeni mwako. Tunasema wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha katika suratul A'raf. Wa khalaqa minha, na akaumba kutokamana na hiyo nafsi moja ya Adam, zawjaha, mwenza wake, mke wake. Kwa nini? Liyaskuna, inaonekana kama hakuwa na utulivu, hakuwa ametulia. Kwa hiyo kaumbwa huyu ili ampe utulivu.
Sasa mimi na wewe hatuna pa kutulia isipokuwa huko. Hizi anxiety na maghumum na majekejeke na mawazo na shida hizo unazoziona, pahala pake pa kutulizwa ni pale katika suratu Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Angalia tena maana ya litaskunu ilaiha. Ukimuuliza mwanafunzi wa darasa la 4 la 5 katika lugha, aina taskun, jibu lake atakwambia askunu fi Kinindo, atakwambia askunu fi Buyenzi, askunu fi Bwiza, askunu fi Muramvya. Hasemi askunu ila, hawezi kukwambia hivyo. Akikujibu askunu ila ni ghalat. Askunu fi, aishu fi, nakaa pahala fulani, lakini Allah anasema litaskunu, hakusema fiha. Sasa litaskunu ilaiha, yani kule kutulia kwao kuna maana zaidi ya kutulizana. Akili zitatulia, akili zitakaa sawa, kwa sababu wanasema ulama, anasema kana kwamba Mwenyezi Mungu anataka kumwambia mwanamke, ayatuha almar'a inna hadha ar-rajul huwa asluki ant minhum fasalti wabittali fala ghina lihayyin an aslihi. Anamwambia wewe mwanamke, wewe asli yako ni huyu mwanamme, wewe ulitoka kwa yule mwanamme, kwa hiyo shina lako wewe ulitoka pale, kwa hiyo yule ndiyo asli yako wewe. Na hivyo yeyote atakayekuwa hai lazima ategemee asli yake. Kwa hiyo wewe mwanamke unategemea asli yako ambaye ni nani? Ni mwanamme. Wa ayuha rajul, na ewe mwanamme, inna hadhihi almar'ata, huyu mwanamke, hiya juz'un minka, yeye ni sehemu iliyotoka kwako. Wabitali fala ghina lihayyin an juz'ihi, na kwa ajili hiyo basi wewe utakuwa unategemea sehemu yako siku zote ili ikuunganishe upate kukamilika na kupata salama. Kwa hiyo sisi bila ya wao nothing, na wao bila ya sisi hali kadhalika. Tunahitajiana, lakini sisi ndo tunahitajia wao zaidi, kwa sababu kana kwamba mwanamke ndiye anayetafutwa. Ndio maana wanachuoni wanasema ukisikia Mwenyezi Mungu anakuahidi we mwanamme baadhi ya vitu vizuri peponi, utasikia anasema kuna wanawake wazuri, lakini hajasema kuambia wanawake huko kuna wanaume wazuri, kwa sababu wanawake ndio wenye kutafutwa, wanawake ndio wenye kuendewa mbio. Ndio maana unaenda unatafuta, unaposa, unafanyaje, unahangaika wewe, wao wamekaa muazzaza mukarram. Ndio maana Allah anamwambia Adam, ewe Adam, uskun anta wa zawjuk, kisha anamwambia katika aya nyingine, fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Akusema fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqaya au fatashqayani, asiwatoe huyu ibilisi peponi mutapata tabu. Kamwambia wewe utapata tabu, wewe yule wala hapati tabu, yeye anakaa nyumbani tunakusubiri. Na ndio maana mpaka leo hawapati tabu yoyote. Wewe unatoka unaenda huko unakoswa na magari na ajali na kila kitu, yeye yuko nyumbani anasubiri. Na ukifika akikupapasa kidogo kwenye kichwa tu, unatoa mifuko yote kila pahali, mpaka mifuko ya ndani unamwachia, naambia hizi mke wangu, hizi mke wangu nimeleta, gawa wewe, nigawe wewe. Na huyo ndio mke wa halali. Na hata wale wa haramu, wale wa haramu pia tunawaambia chukua kila kitu, nibakishie nauli tu ya kurudi. Very powerful, kwa sababu wao wanatafutwa, wanahitajika. Naam. Na uwezo ukamwambia mwanamke nimekuwekea mwanamume pale, kama unamdhalilisha. Basi hivi ndivyo ambavyo sisi tunahitajiana. Lakini Mtume anakuambia sallallahu alayhi wasallam, anasema mastafada al-abdu al-mu'minu ba'da taqwa Allahi khayran min zawjatin salihah idha nadhara ilayha sarrathu wa idha amaraha ata'athu wa idha ghaba anha hafidhathu fi malihi wa fi nafsiha. Mtume anasema hakupata faida ya katika hii dunia kwa kitu kizuri
zaidi ya taqwa Allah. Cha pili baada ya taqwa Allah, upate mke mzuri. Ukimtizama unafurahi, ukimwamrisha anasikia, ukiwa mbali naye anakuhifadhia heshima yako na mali yako. Wangapi tunao kama hawa? Inshallah wengi tuliokuwa hapa tunao wanawake aina hiyo. Sasa hichi ni kitu cha kwanza, lakini hichi ndio kitu cha pili ambacho tunatahadhariwa nacho pia, kama arba'un min as-saada na arba'un min ash-shaqawa. Almar'atu as-saliha ni katika furaha, walmar'atu as-suq ni katika shaqawa, kinyume chake. Sasa ukimpata huyo atakuendesha kama mpia, lakini pia utatamani afe. Watu wengine wanafikiri maskhara. Unajua hii michezo wanaoact hawa watu ina reflect uhalisia wa maisha ambayo sisi tunaishi. Ina reflect, hawezi watu wakaact michezo ambayo haipo. Sasa bwana mmoja katika mabedui aliulizwa, atatamanna an tamuta zawjatu, unatamani mkeo afe wewe? Akasema la, sitamani afe. Hapana. Akaulizwa walima, kwa nini hutamani afe? Asema hatta la amuta farahan, ili nisije nikafa na mimi kwa furaha. Yani akija akifa ndo furaha yake. Sasa ina maana kuna watu, mtu mumewe au mkewe akifa, wengine wanafurahi, alhamdulillah, hawasemi tu lakini wanafurahi. Kuna bwana mmoja walimteka mkewe, wakamchukua, ambaye wakampigia simu, bwana kama hujaleta milioni 15, darling wako huyu, kipenzi chako huyu, tunaenda naye na hutomuona tena, mpe salamu za mwisho mwisho, msomee Fatiha kabisa. Alipopewa simu, mmemkamata mke wangu? Ndio. Milioni ngapi? Milioni 15 tupe tukurudishie mkeo. Akamwambia subiri, kwani kumua kabisa ni bei gani? Sio kumteka tu. Mimi nataka asirudi kabisa. Sasa kuna watu wengine hawasemi tu, lakini wamechoka. Yani kuna mmoja aliwahi kusema, mimi natamani kungekuwa na mbiu inapigwa, kila mmoja amrudishe mkewe nyumbani kwao. Sasa mimi ningekuwa wa kwanza namrudisha. Sasa hizi sio ndoa, ni ndoano ambazo watu wanavumilia kuishi. Ndio hiyo almar'atu su. Ukienda ukiuliza chakula tu ni ugomvi. Kwani hoteli hapa kila kija unauliza chakula, unauliza yani sasa wewe ni mke wangu au ni akiingia mume, sura nzito, hakuna tabasamu, hakuna kucheka, hakuna kufurahi, hakuna kuulizana hali, hakuna kutaniana, hakuna maneno mazuri. Utafikiria jeshi, mambo yote unayakuta kinyume kabisa. Walmar'atu su, na mwanamke mbaya. Kitu cha pili kizuri chenye kuleta furaha, anasema waljaru salih, jirani mzuri. Jirani mzuri, tafuta pahala palipokuwa na jirani mzuri, jenga nyumba, kaa nao watu kwa uzuri. Ukihama wanalia majirani, sio wanasema alhamdulillah, sasa mtaa utakuwa mzuri, ameondoka yule, alhamdulillah, nilikuwa nafikiria kuuza nyumba, lakini maadamu ameondoka basi siondoki tena. Yani kuna watu wanahama kwa sababu yako. Kuna watu wanafikiria kuondosha watoto wao kwa sababu ya watoto wako, namna walivyokuwa wachafu wa tabia, matusi yote wanajifundishia nyumba ya pili, tabia mbaya zote wanajifundishia huko. Na jirani, ndugu zangu, ni mtu muhimu sana. Mtume anasema la yazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jirani akiona aibu yako, jirani mzuri ni yule mwenye kuficha aibu yako. Akiona zuri analitangaza, jirani yangu mashaallah ni mtu mzuri, nimeona. Akiona baya anakustiri, anakusaidia kunapohitajika. Na kinyume chake aljaru su. Mambo manne hayo, aljaru salih waljaru su. Jaru salih analeta furaha, jaru su analeta balaa. Cha tatu almarkabu salih au almarkabu alhani, kipando kizuri. Nunua baskeli yako nzuri, nunua Honda yako nzuri. Ukipata uwezo nunua gari yako nzuri, nunua
helikopta yako nzuri. Kul man harrama zinata Allah, ni nani aliyeharamisha mapambo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa, na katika hadithi anasema inna Allaha yuhibbu idha an'ama 'abdahu an yara athara an-ni'ma. Allah akimneemesha mja wake wanapenda ile athari ya neema ionekane. Yani ukiwa una pesa, una uwezo, uonekane uwezo wako, ushukuru neema ya Allah Subhanahu. Kwa hiyo markabu salih, nunua kipando kizuri kwa kadri ya uwezo wako, gari nzuri, kipando chochote kizuri ambacho hakikusumbui. Ukisema sasa naenda Gitega, unapiga one kick, sio zinapigwa kiki 15. Unatembea na galen katika gari yako, galen mnaitaje, bido, unatembea nayo, mara gari imechemsha, mara tairi imeshatoboka, mara hivi, mara yani kule wanaita gari spana mkononi, yani unatembea na spana zako unakwenda nazo. Allah ampe kila mmoja kipando kizuri, sio kile spana mkononi. Na kinyume chake, wal markabu asu, na kipando kibaya. Hivi vinaendana huku na huku, negative na positive, advantage na disadvantage zake. Ukiwa na uwezo, tengeza kipando chako vizuri, kisiwe kibaya chenye kusumbua kichwa, kinauma. Maana kuna watu wanapenda magari yao hata kuliko wake zao. Pale limekaa linapigwa na jua, pia sema haraka haraka kaondoe, sije temperature ikapanda. Ikaondolewe, inasafishwa kila wakati, inachungwa. Kitu cha nne, na huku cha nne anasema wal maskanul wasa, na upate pahala pa kulala, pa kukaa, pa kuishi, nyumba yenye wasaa, nyumba pana. Allahu akbar. Kuna wengine tunakaa chumba kimoja na mke na mabinti, watoto wa kike miaka 15, 16 na watoto wa kiume humo, yani tumo humo ndani, sote tumekaa pale. Allah tufariji hali zetu ya Rabbi. Hali hizo zipo, yani utashangaa, alafu watalala vipi, wataamkaje, mama yao, baba yao, watoto wa kike, watoto wa kiume, wote wako hapo. Ya Rabbi tufariji, tuondoe katika hali kama hizo. Hii ni hali mbaya, maisha tandanka. Hata ukitaka kubashir haki zako za msingi vinakuwa ni mtihani, yani vitu vingi vinakuwa vinakosekana. Hakuna mtu anataka maisha hayo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukipata albaitul wasi', nyumba pana yenye wasaa. Nikija mimi mgeni wako, unasema wewe chumba chako hicho hapo, hichi ni chumba cha watoto, na waje wengine kama wapo pia, nafasi ipo. Basi wasaa huo ukiwepo, basi unaenda kuswali, lakini pia moyo wako, akili yako na kile unahisi furaha, mgeni wangu amefurahi. Lakini nikija mgeni wako tena, nikija na mabegi makubwa, ndo nazidi kuhuzunika. Sheikh, utakaa siku ngapi? Akisema wiki. La haula wala quwwata. Wezi kukasema, lakini mbele pale utaenda huko, utamwambia mke wako, aibu, itakuwaje sasa? Hizi hali zinamfanya mtu anachanganyikiwa, anatafuta pahala pa kutia sura yake. Sasa usione watu wengine hawapendi wageni, hawezi kumpokea na kumkongowea na kumwandaa na kumpeleka pahala na anahisi tabu. Kwa hiyo usiwe bwana hapendi mgeni, nikimwambia nakuja anaambia usije. Sasa hana pale pa kukweka, hali ni ngumu. Maskanul wasi haipo, ana nyumba ya kumtosha yeye tu na mke wake na watoto wake wawili, basi hata kupeleka wapi utaenda kumpa tabu. Na hivyo almaskanu dhayiq, ndio hiyo kinyume chake. Kwa hiyo almar'atu salih, mar'atu su, almarkabu salih, almarkabu su, aljaru salih, aljaru su, albaytu alwasi', albaytu dhayiq au almaskanu dhayiq.